tabia hiyo ikome. Mtadili na nyinyi mpaka hatua ya mwisho. 50 kwa 50 kwenye ndoa haipo na haitatokea. Hasa maeneo ya Nyakato, mmekuwa mkiwacha watu wanazagaa ovyo, wanaingia mitaani na kuwa watu wa mitaani, na wakati mna uwezo wa kuwalea. Kipindi cha nyuma niliwakusanya mwenyewe na nikawarejesha majumbani kwao, na tukawaonya wazazi, mtoto atakayekutwa akizagaa mtaani atakamatwa mzazi. Niwaombe wazazi, tuzingatie malezi na makuzi dhidi ya watoto. Akina baba, mnafanya kazi huko mnakofanya za ujenzi, mnavua na kazi zinginezo, naomba mtambue majukumu yenu na kuhudumia familia zenu. Mnatelekeza sana familia na kuhamia nyumba ndogo. Akina mama wanakosa uelekeo, na wenyewe wanaamka asubuhi kufuta dagaa kuja kuuza, wanawaacha watoto. Watoto wanajilea wenyewe. Niwaombe sana, zaidi ya sana, wanaume mtambue majukumu yenu, na mmegundua kitu kichafu sana hapa Msoma. Wanaume wengi mnapenda kulelewa. Wanaume wengi mnapenda, badala ya wewe kumchukua mwanamke kutafuta nyumba mpange, unataka uhamie kwa mwanamke. Mtabia mbaya sana. Alafu mbaya zaidi, unahamia kwa mwanamke, mwanamke anakulisha, mwanamke analipa kodi ya nyumba, mwanamke analipa ada ya mtoto, mwanamke huyo huyo analipa maji na umeme, bado unakuja kumpiga. Mimi ninachokitaka, naombeni mtambue, kuna mwanaume afu kuna mume. Hata niwaombe wanaume mliooa, mfahamu majukumu yenu kama mume, sio wanaume. Mna tabia ya kuja ofisini na niambia, yeye anataka kunipangia mimi niingie saa ngapi ndani, ajui mimi ni mwanaume. Sasa kama tutaendelea kusema nyie ni wanaume, ni wanaume, ni wanaume, basi fahamu na majukumu yako kama mwanaume. Simama kama mwanaume. Sisi tunajijua, sisi ni ubavu tu kwenu, hatuna ujanja kwenu. Basi na nyie mjitambue kama wanaume. Wanawake wenzangu, na nyie wakati mwingine mnaharibu, mnatafuta 50 kwa 50. 50 kwa 50 kwenye ndoa haipo. 50 kwa 50 kwenye ndoa haipo na haitatokea. Ninaombeni mtambue hilo. Naombeni niwape maana ya 50 kwa 50. Mimi ninaweza kuwa nimesoma labda na Juma, tumeweza darasa la kwanza, la saba, form 4, sijui degree, sijui masters. Kama Juma anaweza kuwa RPC, basi na mimi naweza kuwa RPC. Ndio 50 kwa 50 hiyo. Kama Juma anaweza kuwa mkuu wa wilaya, basi hata mimi nafaa kuwa mkuu wa wilaya, kwa sababu elimu ni nini? Ni moja. Hiyo 50 kwenye ndoa haipo. Sisi ni ubavu tu. Kichwa cha familia ni mwanaume. Kichwa cha familia ni mwanaume. Asa hii tabia ya wanawake 50 kwa 50, mkipeana zamu kufanya majukumu ndani mtaweza? Kwamba mwanaume na watoto 4, mwanaume asomesha 2 na wewe 2, mtaweza? Basi hebu tuache vielele ndani. Hakuna 50 kwenye ndoa, asikudanganye mtu. Akina mama, na wakumbusheni, mna vikoba vyenu, mnakaa nyumbani, wanaume wanaona hapana, nimpe mwanamke wangu biashara. Mwanamke unapewa biashara, unasimama kidogo, umeenda kwenye kikoba, umepokea 300, umezirejesha ukamaliza. Ukachukua 500, ukarejesha ukamaliza. Ukifikia hatua ya 1.1 mpaka 2 milioni, unajua kila kitu. Unataka umwache mume wako. Asa hiyo tabia hebu muiache. Mtoto ni mama, nyumba ni mama. Na watoto wengi wanaozagaa mitaani, mimi naongea nao. Wale watoto hata leo
njoo ofisini kwangu mimi niamke tu niende pale mtaani nimwite mmoja, wote watakuja na wote wananiita mama, wote watu mtaani. Kila ninayeongea naye ni baba na mama wameachana, mama ananinyanyasa, mama wa kambo. Ni baba na mama wameachana, baba wa kambo ananilawiti au ananibaka. Mtu amekimbia nyumbani. Ninaomba tabia hiyo ikome. Mtadili na nyinyi mpaka hatua ya mwisho. Sasa hivi sina mchezo na nyie. Hii 2026 utu na kazi. Mkae mnajua utu na nini? Kazi. Jitambueni, mjithamini na mfahamu umuhimu wa mtoto.